Kwa kiongozi ni mtu wa muhimu sana sana. Mume wako ni kiongozi, kazini kwako kuna viongozi, waombee, kwa sababu kiongozi akipoteza direction, umepoteza direction. Ni sawa sawa na tuko kwenye gari, dereva akishahama direction, usiseme huyo ni dereva, wewe ni abiria. Dereva akishapotea njia kwenye gari, wewe ni abiria, lazima nao utaumia. Na watu wengi sana hawana mzigo wa kuombea viongozi. Natamani leo uanze kupata hichi kitu kwenye maisha yako, kwenye maombi yako. Tuanze kuamka kwa habari ya kuombea viongozi wetu, viongozi wa kazini, viongozi wa dini, waume zetu, wake zetu. Kila kiongozi unamwona ni kiongozi ambaye yuko mbele yako, ana sauti ya juu yako. Muombee, kwa sababu akipoteza direction, umepoteza kitu kikubwa sana. Kiongozi akishaingiwa na roho ya dhuluma, wewe ni mfanyakazi wake, what do you expect? Utadhulumiwa sana. Utafanya kazi utalipwa. Kiongozi akishaingiwa na roho ya ushirikina, wewe ni mfanyakazi wake, utaroga na wewe tu, lazima utashika madawa. Unafanya kazi kwa mtu ambaye anatumia madawa kienyeji, wewe ni Mkristo, lazima utashika madawa na wewe. Kwa nini? He is your leader, ni kiongozi wako. Sasa lazima tuweke msisitizo mkubwa kwenye kuombea viongozi, watu ambao wanatuongoza, watu ambao Mungu amewakusudia kuwa juu yetu. Tuwaombee, tumuombee rais, tuombee waziri mkuu, tumuombee mwenyekiti wa mitaa, tuombee wachungaji, maaskofu. Nini manake? Ili kitu cha Mungu kiwe ndani yao, kwa sababu wakipoteza wao, sisi tumepotea, hatuna namna ya kukwepa. Ukienda kanisani ukamkuta mshirika anasema mimi simwombei mchungaji, atajijua mchungaji kama mtu safari yake mbinguni. You are wrong my dear. Hakuna gari linalofika salama kwa dereva ambaye ni ana kifafa. Dereva ana kifafa, wewe umepanda kwenye basi useme kwamba eti tutafika salama. No, akianguka dereva kwenye basi, umeanguka abiria. Akianguka mchungaji, umeanguka mshirika. No way ambayo unaweza kusema kwamba nitapona. Hakuna namna yote, utajeruhika tu. Ni kama ajali, wengine watakufa kabisa, wengine watatoka miguu, wengine kila mtu. Lakini sasa ni katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo nataka nikupe shauku ya kwanza kuombea viongozi. Muombe mume wako. Mume wako akibadilika utashangaa, huwezi kuwa na amani, huwezi kuimba kwaya. Akija mume wako akasema kuanzia leo hakuna kwaya tena, kuanzia leo hakuna ulokole tena nyumbani, kuanzia leo hakuna ibada hapa nyumbani. Akishabadilika hakuna, utapambana kwa nguvu na unavyojua kuweza, lakini hutaweza. Why? Kwa sababu kiongozi amebadilika. Biblia inasema kwenye upande fulani kwenye Methali kwamba kiongozi asio na akili huonea watu ovyo. Kwa hiyo nasikia hapo tuanze kujenga msukumo mtu wa Mungu wa kuombea viongozi. Okay, nitoke hapo. Nilikuwa nataka kuweka tu msingi kwamba wana wa Israeli, Musa kwao alikuwa ni kiongozi. Walipoona amekawia mlimani, hawajui amepatwa kitu gani, waliamua kutafuta kiongozi. Nikasema kwamba kumbe kiongozi ni mtu wa muhimu sana kwenye maisha. Ni mtu wa muhimu sana. Hakuna maisha ambayo hayana kiongozi. Hayapo maisha ambayo yana kiongozi. Unaweza kukuta vikundi viwili vitatu, lazima wawe na kiongozi. Hata kama ni kikundi cha watu watatu, lazima wawe na kiongozi. Nini? Kiongozi ni mbeba maono, mtu mwenye dira, mtu anayejua njia, tupite hapa twende hapa. Kwa popote penye kiongozi panahitaji maombi. Pokea hicho kitu katika jina la Yesu Kristo hai. Naomba tuendelee. Sasa kwa nini wana wa Israeli walipomwona Musa amechelewa waliamua kuabudu miungu mingine? Nataka ujue kitu kimoja. Sababu ya kwanza, licha ya kwamba wana wa Israeli walikuwa hawana kiongozi. Sababu ya kwanza, Mungu wa Musa hakuwa Mungu wa wana wa Israeli. Naomba tuone vizuri. Mungu wa Musa hakuwa Mungu wa wana wa Israeli. Japo Mungu mwenyewe alitamani sana wana wa Israeli wamtambue kwamba ni Mungu wao. Naomba nirudie. Mungu wa Musa hakuwa Mungu wa wana wa Israeli kwenye mioyo yao. Japo Mungu mwenyewe alitamani sana awe ni Mungu wa wana wa Israeli. Wana wa Israeli wamtambue Mungu, wampe thamani kwenye mioyo yao. Ilikuwaje? Ndio maana safari nzima ya kutoka Misri kuja mpaka kwenye jangwa la Sinai hapa, yalikuwa ni marumbano kati ya wana wa Israeli na Musa.
Yalikuwa ni mabishano mengi sana. Oh Musa, wewe umetuleta hapa. Oh Musa, hatuna chakula. Oh Musa, hakuna maji. Oh Musa, kwa nini umetutoa tuje tufie hapa? Oh Musa, kwa nini usingetuacha? Oh, nini maana yake? Safari nzima ya kutoka Misri mpaka hapa jangwa la Sinai ilikuwa ni kero ya Musa na wana wa Israeli kwa habari ya ile safari. Maana yake nini? Wana wa Israeli walikuwa wanamwangalia Musa, hawalikuwa wamwangalia Mungu. Mtu wa Mungu, nisikize kwa makini. Nisikilize kwa makini, nataka nikwambie hichi kitu. Unapopita kwenye maisha yako ya kawaida, badilisha fikra na mitazamo yako. Acha kumwangalia mwanadamu, anza kumwangalia Mungu. Hata kama mchungaji wako ana upako, hata kama mume wako ana upako, hata kama una fedha, hata kama una maisha mazuri, hata kama una kila kitu ndani, acha kuangalia ulivyo navyo. Acha kuangalia mtu, anza kuangalia Mungu. Sikiliza mtu wa Mungu, saa nyingine wanadamu ukiwaangalia kwenye safari yako ya maisha, watakukatisha tamaa, watakurudisha chini. Wanadamu wanakuwazia saa nyingine wewe ni mdogo namna hii, kumbe wewe ni mkubwa namna hii. Ukiwafuata wanadamu utajiishia hapo, kumbe wewe mfuate Mungu mwenye mkubwa namna hii. Nataka nikupe encourage mtu wa Mungu. Unaweza kuwa unanisikiza, unapitia kwenye changamoto, unapitia kwenye shida, unapita kwenye njia ngumu. Umemfuata mjomba hajakusaidia, umefuata kaka hajakusaidia, umefuata baba hajakusaidia, dada yako hajakusaidia, wana uwezo wa kusaidia. Usivunjike moyo. Usivunjike moyo mtu wa Mungu. Jipige kifua, mtazame Mungu. Mtazame Mungu, usiwe kama wana wa Israeli walimtazama Musa kwenye safari ya maisha yao. Mungu hajatuitia tumtazame rais. Nasikitika kuna watu wengine unakuta wanakaa kijiweni wanamzungumzia Rais Samia au waziri mkuu au nani, atupi maisha, atupi uchumi umekwama, nini, wanalaumu viongozi. No, don't blame leaders. Usiwalaumu viongozi. Hao viongozi na wenyewe pia wameitwa na Mungu huyo. Nisikize kwa makini hapo. Mungu aliyemuinua Samia kutoka chini sana kuja juu akawa mfalme, akawa kiongozi, ndiye Mungu aliyekuumba wewe. Huyo Mungu aliyemuinua Kassim Majaliwa, aliyemuinua sio mkuu wa mkoa Makonda, aliyewainua hao watu wakubwa akina Gwajima, akina Mtoka Mbali, akina maaskofu wakubwa tunawaona. Huyo Mungu aliyewainua wao ndio aliyekuumba wewe. Kwa hiyo sikiliza, kama alivyowainua wao ndivyo atakavyokuinua wewe. Usiwaangalie wao, muangalie Mungu. Usimwangalie Samia, muangalie Mungu. Usimwangalie waziri mkuu, muangalie Mungu. Sikiliza, usimwangalie bosi, muangalie Mungu. Wana wa Israeli hawakumwangalia Mungu, walimwangalia Musa, walimwangalia kiongozi. Sikiliza, wakati mwingine kiongozi anaweza kukuvunja moyo. Anaweza asikupe ushirikiano kwenye jambo lako kwa 100%, lakini trust me, Mungu hawezi kukuvunja moyo. Atakupa ushirikiano. Ukimwita anasema niiteni nami nitawaitikia, nitawaonesha makubwa na magumu msiyojua. Mwite na kutia moyo. Acha kutazama wana wa Israeli. Mungu wa Musa hakuwa Mungu wao, ilikuwa ni mshike mpaka wanafika Sinai. Na ndio maana kuna wakati hadi alimwambia Musa, sasa tumechoka stori za Mungu, unaenda kila siku na sisi tunataka twende. Ukisoma Kutoka 19 pale 9:13, Kutoka 20 ukisoma, jamani, mstari wa kwanza hadi wa 18, 19:21 ukisoma utaona kuna wakati wanaweza kutamani kuonana na Mungu wao kwa wao, hawakumwamini hata Musa. Ilikuwa ni kasheshe safari. Mkristo, mwamini Mungu. Mwamini Mungu katika ofisi yako. Tazame Mungu katika ofisi yako. Tazama Mungu aliyekuita. Mungu aliyekuumba anakujua. Anakujua Mungu aliyekuumba. He knows you, anakujua. Anajua safari yako. Biblia inasema yeye aliyeanzisha safari ataimaliza. Acha kutazama wanadamu. Wakati mwingine mume wako anaweza kukuvunja moyo sana. Wakati mwingine mke wako anaweza kukuvunja moyo sana. Wakati mwingine watoto wanaweza kukuvunja moyo sana. No, usiwatazame hao watoto. Usitazame mume, usitazame kiongozi. Mtazame Mungu. Yeye atakufikisha salama. Kwa nini? Mungu ni kiongozi sahihi kwenye maisha yetu. Somo letu linasema mchague Mungu wa kiongozi wako. Usibadilike. Usibadilishe mawazo. Hata kama unapita kwenye changamoto, usibadilishe mawazo. Usiende kwa waganga wa kienyeji. Usiende kwa wachawi.
Usiende kwa manabii ukapewa mafuta, ukapewa sijui chumvi. No, don't go there. Usiende. Kaa kwa Mungu, tulia, mgoje Bwana hapo katika shida ulionayo. Usiwe kama wana wa Israeli, usiwe kama wao. Waliona shida, waliona Musa, hawakuona Mungu. Musa alipoondoka wakapoteza tumaini. No, wakati mwingine mchungaji unaweza ukamshirikisha kwenye maombi, asikupe ushirikiano. Usikate tamaa, mtafute Mungu aliyemuita huyo mchungaji, nenda atakusaidia. Asimaanishi kwamba usiwashirikishe watumishi wa Mungu, na uwashirikishe, lakini ukiona mtumishi wa Mungu akupe ushirika, akupe support unayohitaji, usilalamike. Nenda kwa mwajiri, nenda kwa Mungu aliyekuita wewe, kwa Mungu, na mimi umeniita, nisikie niko mahali hapa. Usitange mtu wa Mungu, usianze kutafuta miungu wengine. Kwa hiyo wana wa Israeli, Mungu wa Musa hakuwa Mungu wao. Mioyoni mwao hawakumkubali kama Mungu, hawakumkubali, ila walisema tu basi liwe liwe, twende maadamu Musa yupo. Na ndio maana baada ya Musa kwenda mlimani walipotea kwa sababu hawakuwa na kitu cha Mungu. Unaweza nikakupa mfano mmoja hapo kwa mtu mmoja anaitwa Samueli. Anaitwa Sauli. Biblia inasema kwa habari ya Sauli, tutaona hapo mbele kidogo, ila nakupa mfano wa haraka. Habari ya Sauli kwamba Sauli kuna wakati alifukuza anasikia nipatafute hapo. Kuna wakati Sauli alifukuza, Samueli wa kwanza 28 mstari wa kwanza hadi 15. Samueli wa kwanza sura 28. Unaona kwamba Biblia inasema ikawa siku zile hao Wafilisti wakakusanya majeshi yao waende vitani ili kupigana na Israeli. Naye akisha akamwambia Daudi, jua hakika ya kuwa wewe utatoka pamoja nami jeshini, wewe na watu wako. Ukiendelea chini hapa anasema ndipo Sauli, mstari wa 7, ndipo Sauli akamwambia watumishi wake, nitafutieni mwanamke mwenye pepo wa utambuzi nipate kumwendea na kuuliza kwake. Watumishi wake wakamwambia, tazama, yuko mwanamke mwenye pepo wa utambuzi huko Endori. Basi Sauli akajigeuza na kuvaa mavazi mengine, kisha akaenda yeye na watu wawili pamoja naye, wakamfikiria yule mwanamke usiku. Akasema, tafadhali unibashirie kwa utambuzi, ukanipandishie yeye nitakayemtaja. Ukisoma hapo vizuri 28 kuanzia 7 kushuka chini, Biblia inasemaje? Sauli alimtafuta Mungu akumjibu. Ambapo Mungu akumjibu Sauli aliamua kukata tamaa kwa Mungu, akaamua kwenda kutafuta wapunga pepo, kutafuta waganga wa kienyeji ili wamsemee. Nini manake? Sauli alikosa sauti ya Mungu. Mtu wa Mungu, ukipita kwenye wakati hata unaikosa sauti ya Mungu, ukifika kwenye wakati hata uisikilize sauti ya Mungu, ukifika kwenye wakati hata unasikia ndani mwako huzuni, Mungu msikie. Usikate tamaa, usiende kwa miungu mingine. Sauli aliuliza kwa Mungu, Mungu alikaa kimya. Sauli akasema lazima nipate sauti, akaamua kwenda kwa Mungu mwingine. Mtu wa Mungu, usije kwenda kwa waganga wa kienyeji. Mkristo mwenzangu, usithubutu kwenda kwa waganga. Usithubutu kwenda kwa Mungu mwingine. Muombe Mungu hata kama amenyamaza. Onesha unyenyekevu. Tulia hapo, Mungu atakuja. Yeye ni mwenye huruma. Omba toba, omba rehema, Mungu atakuja, atasema na wewe. Sauli alipita kwenye wakati ambao amekosana na Mungu. Alipokosana na Mungu, Sauli akaamua kwenda kutafuta waganga kumsaidia. Wakati huo alikuwa ameshafukuza wachawi wote kwenye nchi yake. Yuda hakuna mchawi hata mmoja. Sauli akaamua kutafuta waganga. Alipoenda kwa waganga wakamwambia, wakampandishia Samueli akamwambia. Ukisoma kuanzia mstari wa 10 anasema naye Sauli, ukisoma mstari wa 12, hata yule mwanamke alipomwona Samueli alilia kwa sauti kuu, na yule mwanamke akamwambia Sauli akasema, mbona umenidanganya kwa kuwa wewe ndiwe Sauli? Mfalme akamwambia, usiogope, waona nini? Yule mwanamke akamwambia Sauli, naona Mungu atoka katika nchi. Naye akamuuliza, ni mfano wa nani? Akajibu, ni mzee anazuka, naye amefunikwa vazi. Basi Sauli akatambua ya kwamba ndiye Samueli mwenyewe, akainama uso wake mpaka chini akasujudia.
Ndipo Samueli akamwambia Sauli, mbona umenitaabisha mimi hata kunipandisha juu? Sauli akajibu, mimi nimetaabika sana. Nini maana yake? Sauli anamwambia Samueli, mimi nimetaabika sana, ndio maana nimekuja kukutaabisha na wewe. Lakini mimi nimetaabika sana kwa kuwa hawa Wafilisti wanafanya vita, naye Mungu ameniacha hanijibu tena, wala kwa manabii wala kwa ndoto. Kwa hiyo nimekuita wewe ili uwe unijulishe nifanyeje. Samueli akasema, kwa nini kuniuliza mimi, akiwa Bwana amekuacha naye amekuwa adui yako? Yeye Bwana amekutendea kama alivyosema kwa kinywa changu. Manake nini? Sauli alikosa msaada kwa Mungu kwa sababu alikosea kule nyuma. Alipokosa msaada kwa Mungu, akaamua kwenda kwa waganga wa kienyeji. Hata alipoenda kwa waganga wa kienyeji, wakamsaidia kumpandisha Samueli. Samueli alimwambia majibu yale yale. Lakini ukisoma kitabu cha Nyakati wa kwanza ile sura ya 10:13, tufungue Nyakati wa kwanza 10:13. Nyakati wa kwanza 10:13. Nyakati wa kwanza 10. Nyakati wa kwanza 10:13. Nyakati wa kwanza 10:13. Yes, anasema hivi: basi Sauli alikufa kwa sababu ya kosa lake alilomkosa Bwana, na kwa sababu ya neno la Bwana asilolishika, na tena kwa kutaka shauri kwa mwenye pepo wa utambuzi aulize kwake, asiulize kwa Bwana. Kwa hiyo akamua na ufalme akamgeuzia Daudi mwana wa Yese. 14 nasemaje? Asiulize kwa Bwana. Kumbe hata kama Mungu amenyamaza kiasi gani, be humble. Be humble, mtafute Mungu. Atasema usilogwe kwenda kwa waganga wa kienyeji. Usilogwe. Don't. Ni hatari sana. Huwezi kupona. Labda kama huna kusudi la Mungu ndani yako. Lakini kama una kusudi la Mungu ndani, huwezi kupona. Mkristo yoyote ambaye ana kusudi la Mungu akijichanganya kwenda kwa waganga wa kienyeji, hawezi kupona. Hawezi kupona. Hawezi kupona, never. Wapo Wakristo wengi sana leo, wapo hadi wachungaji wengine wengi wanatumia nguvu za giza, waenda kwa waganga wa kienyeji ili wapate upako, ili wapate fedha, wapate hela. Sikiza nikwambie, hawezi kupona. Hawezi kupona. Hawana kokote wanakokwenda, wataishia hapa duniani. Utajiri utaishia hapa, fedha zao, upako wao utaishia hapa. Sauli alikataliwa na Mungu. Mtu wa Mungu, usithubutu kwenda kwa waganga wa kienyeji. Muombe Mungu, hata kama amenyamaza, endelea kusubiria. Endelea kumsihi kwa toba, maombi ya kumongonyoka moyo. Mungu atakuja, atasema na wewe. Usiroge kwenda kwa waganga wa kienyeji. Somo letu linasema mchague Mungu kwa kiongozi wako, usibadilike. Tumeangalia vitu vingi na nimesema vitu vingi kidogo kwamba Mungu, kumbe wana wa Israeli, msingi wa somo ni Kutoka 32 ule mstari wa kwanza na kuendelea. Tutaendelea kushuka taratibu. Kumbe wana wa Israeli wao, Mungu wa Musa hakuwa Mungu wao. Hakuwa Mungu wao. Walimpenda basi tu kwa sababu anawapa kwale, kwa sababu Musa ameshawaambia basi, lakini mioyoni mwao hakuwepo. Na ndio maana ukienda huko mbele utakuja kuona pamoja na kwamba Mungu aliwapa sheria, bado walizishindwa zile sheria. Pamoja na kwamba Mungu walizishindwa. Kwa nini? Mungu hakumfanya kuwa wa kwao. Mtu wa Mungu, hebu leo mfanye Mungu kuwa Mungu wako. Mfanye Mungu kuwa Mungu wako. Na mfanye Mungu kuwa Mungu wako leo. Mfanye Mungu kuwa Mungu wako leo. Inawezekana. Unapita kwenye nyakati ngumu, kwenye shida, kwenye taabu, kama ya Sauli aliyoipitia. Alipita wakati mgumu sana Sauli, majeshi ya vita yamemzunguka. Anaona kabisa hii vita inaenda kushindwa. Sauli aliamua kwenda kwa waganga wa kienyeji. Mungu alikasirika sana, akaongeza kosa juu ya kosa. Sikiliza, hata kama Mungu amekaa kimya, usiongeze kosa juu ya kosa. Usifanye kosa juu ya kosa. Amua kumfuata Mungu. Amua Mungu awe Mungu wako. Amua Mungu awe Mungu wako. Achana na Mungu wa watumishi wa Mungu, Mungu wa kina fulani. Mungu awe Mungu wako. Unapita kwenye shida, Mungu anabaki kwa Mungu wako. Unapita kwenye taabu, Mungu ni Mungu wako.
unapita kwenye huzuni, Mungu anabaki Mungu wako. Kuna wakati unalala njaa, Mungu anabaki Mungu wako. Hauna haja ya kuteseka, ya kuhangaika na miungu mingine. Huyu Mungu aliyewainua watu wengine atakuinua na wewe, aliyewajibu watu wengine atakujibu na wewe. Mtu wa Mungu, ninakuomba anza kukaa na kupandisha imani, ukijua kabisa kwamba utakapopita katika shida kama waliopita wana wa Israeli. Shida gani? Ya kumtafuta Mungu, Mungu akanyamaza kimya. Basi nisimwache Mungu. Kuna wakati Mungu ananyamaza kimya kabisa, hata kwenye maisha yetu. Kimya. Unatamani kuisikia sauti ya Mungu, unaona kimya. Unatamani Mungu akusemeshe kwa ndoto, unaona kimya. Unatamani Mungu akutumie nabii akuambie, unaona kimya. Unaenda kanisani unahudhuria, labda mchungaji atafundisha neno likuguse, unaona kimya. Mungu amekaa kimya. Unapita kwenye jangwa kubwa. Mtu wa Mungu, unapopita kwenye jangwa kubwa namna hiyo, usikate tamaa. Usikate tamaa. Endelea kusubiria. Usiruhusu kuabudu Mungu mwingine. Usianze kutafuta chumvi, usianze kutafuta kitambaa cha upako. No. Usianze kutafuta mafuta ya upako. No. Tulia. Tulia. Mungu anakupitisha jangwani. Mungu anakupitisha kwenye jangwa. Jangwani. Wana wa Israeli walipopita jangwani, Mungu aliponyamaza kimya. Musa aliponyamaza kimya, Musa hayupo, waliteteleka. Waliteteleka sana wana wa Israeli, wakaamua kuabudu Mungu mwingine. Wewe usiabudu Mungu mwingine. Tulia. Huko jangwani. So unajua sifa ya jangwani? Jangwani hakuna maji. Jangwani hakuna njia. Jangwani hakuna shamba. Jangwani hakuna kivuli. Hakuna. Unaweza ukawa unaongea sasa hivi unapitia jangwani, kuna shida inakutesa, inakaa muda mrefu. Unatamani hata kutafuta visaidizi vya kiroho, anaita leo watu wengine. Usifanye hivyo. Kaa jangwani. Jangwani ndio darasani. Wakristo wote ambao wameitwa na Mungu lazima wapite jangwani. Sikiliza watumishi wa Mungu wote wakubwa unaoona leo. Unaweza kuona leo wanatembelea magari mazuri, nyumba nzuri, wanafanya maisha mazuri, wana majina makubwa. Sikiliza, kawafuatilia nyuma. Hakuna ambaye akupita jangwani. Hakuna ambaye akupita jangwani. Ukimsikiza Moses Korora, mzee wetu wa imani, ukisikiza maisha yake, wewe ni nani sasa? Unaona hauna kitu. Unaona kabisa hata jaribu unayopitia wewe ni takataka. Kuna watu walishapitia huko wakatengeneza njia kwa ajili ya nchi hii. Sisi wengine tunapita kwenye neema tu. Walishasulubika, walikufa, waliteswa, miili yao ilikufa kwa ajili ya watu wengine. Waliaibishwa kwa ajili ya watu wengine. Walishatengeneza njia. Wapo watumishi wa Mungu wengi, ukiwasikiliza kina Gwajima, ukiwasikiliza unaona kuna kitu ndani, unaona kuna kitu cha tofauti, kwamba wamepita hawako hapo leo kwa sababu ya mzaa. Walipitishwa jangwani. Kila mtu ana jangwa lake, wewe mwenyewe una jangwa lako. Usikate tamaa unapopita jangwani. Jangwani ni mahali pa kujifunza. Jangwani ni darasani. Ni darasani. Ukipitishwa na Mungu jangwani, usikate tamaa, usirudi nyuma. Mshukuru Mungu. Mtafute Mungu. Kuwa mtulivu. Mungu atafanya njia. Usiwaze kuabudu miungu mingine. Usiwaze kwenda kwa waganga wa kienyeji. Wana wa Israeli waliwaza Mungu mwingine. Baada ya kwamba Mungu amekaa